Hongereni sana kwa mkutano mzuri ambao mmefanya juzi. Ndio. Kwa ushauri wa klabu ya Simba. Ndio. Pengine watu wangepata kufahamu ukiwa kama mwenyekiti wa ushauri wa Simba ambaye yale ambao mliyajadili kwa ajili ya kuiboresha Simba, wanachama wa Simba natamani kufahamu. Kwanza tulijadili jinsi msimu ulioishi umekwendaje. Ndio. Baada ya kujadili tukapongeza uongozi, tukawapongeza wadau wetu wengine, tukawapongeza na wanahabari kama ninyi kwa kutoa taarifa nzuri kuhusu michezo na Simba kwa ujumla. Sasa hiyo ilikuwa ya kwanza. Ya pili, tulipata maelezo kutoka kwa uongozi kuhusu matazamio ya msimu ujao na mambo ya registration ya usajili wa wachezaji yanakwenda vipi. Tukapewa taarifa, basi tukaipokea na tukawaagiza ya kwamba waendelee kufanya kazi hiyo kwa weledi, na mwisho wa yote tupate usajili ambao ni bora kutupeleka kwenye mashindano ya msimu ujao. Ndiyo. La mwisho, kwa wale ambao tulimpongeza msemaji wa klabu ya Simba Ahmed, amefanya kazi nzuri, tukaona tumpongeze. Amekuwa kila mahali panapotaka kutoa taarifa za Simba, kuisemea Simba vizuri. Basi baada ya pale tukafunga kikao. Na vipi kuhusiana na uendeshaji wa Simba ulivyo sasa hivi, kwa maana ya kuelekea kwenda kwenye mfumo wa uwekezaji ambao ndani yake una ushauri wa mwanasheria? Huu bila shaka pia nao mlitoa ushauri nini kifanyike kwa sasa, kiasi ya kwamba kuna vitu watu wanataka kufahamu. Ni ushauri gani ambao mliotoa? Sisi ni bodi ya ushauri. Ndio. Bodi ya ushauri haiwezi kaingia katika uendeshaji wa Simba. Bodi ya ushauri itaingia kama inaona kuna dosari na kutoa ushauri, wala hatutoi maamuzi. Tunatoa ushauri ya kwamba tunaona mngefanya moja, mngefanya mbili, mngefanya tatu. Inaishia hapo basi. Kwa sababu kama ni bodi ya ushauri, pia tutaka tufahamu kama mliwashauri kuhusiana na mfumo ambao unaendelea ndani ya Simba kwa sasa hivi. Katiba ilifanyia maboresho na watu hawafahamu mpaka sasa nini ambacho kinaendelea ndani ya Simba. Walitegemea kumuona kutokana na ushauri wa mwanasheria mkuu wa serikali, aishauri kwamba mwenyekiti kutoka wanachama ndiye ambaye awe mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, lakini bado mpaka sasa hivi title inayozungumzwa ni kuhusiana na Crescentus Magori kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Manake katiba ile haijabadilika mpaka sasa. Ushauri wenu amkutoka katika eneo hilo kwamba nini kifanyike? Ofisi ya Simba mtapata majibu yake. Mimi ninapofahamu mchakato haujamalizika, unaendelea. Kuna taratibu ambazo zinaendana nao, na hilo halikuwa kwa upande, haiwezi kaja kwenye kamati ya ushauri, haiwezekani. Kwa hiyo kwa upande wako sasa, kwa sababu pia upo ndani ya wadhamini wa Simba, bodi ya wadhamini ya Simba Sports Club, bila shaka kwa upande wa wadhamini sasa, ukisema kwenye mamvulio pia mmesimamia kwenye eneo gani? Unajua upo kwenye bodi ya wadhamini ya Simba, kwa upande wenu pia kwenye bodi ya wadhamini ya Simba mchakato umekaa kwenye eneo gani? Tutakapofika wakati wa kuambia wanahabari tutawaambia, lakini wakati mchakato unaendelea si sahihi kuwaeleza kwamba tuna mchakato huu. Kuna mambo mengi yanaendelea, kuna mambo mengi wadhamini wanashughulikia, lakini sio taratibu za wadhamini kuanza kutoa maelezo au mambo yanayozungumza na wadhamini au hatua zinazochukuliwa na wadhamini kwa mambo mbalimbali kwa watu wa habari mpaka pale tunapozikamilisha. Na tunapozikamilisha tunazipeleka kwa uongozi wa Simba, wanazisemea. Kwa sababu sisi ni wadhamini tu. Wadhamini hawana mamlaka mengine yoyote ila kulinda mali ya wanachama basi. Manake watu waliwapongeza sana kwa maana bodi ya wadhamini ya Simba, kwa sababu mliushauri kwamba mchakato wa mabadiliko ya katiba usiingie wakati ligi inaendelea, mpaka ligi iishe. Lakini mpaka sasa ligi imeshaisha, pengine wategemea kuona bodi ya wadhamini mnaambia bwana uongozi sasa endeleeni na mchakato wa mabadiliko kwani ligi imeisha lini?
Inakaribia wiki 2 inaelekea sasa. Sasa unajuaje kama bodi ya wadhamini imeshachukua hatua? Mimi nasema huwa tukichukua hatua hatuwaambii wanahabari, na tukimaliza kuchukua hatua tunawaambia uongozi wa club wanauzungumzia, sio sisi wadhamini.